Tunaenda kujifunza kwa dakika hizi ambazo zimebaki. Kwa wale ambao wamehudhuria katikati ya maombi tangu tunaanza ile siku ya kwanza, tulikuwa tunajifunza somo moja linaitwa ufalme wa Mungu. Mnakumbuka? Ufalme wa Mungu. Tumeona ufalme wa Mungu wakati mwingine tunaupita. Umeandikwa sana kwenye Biblia ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine mtazidishiwa. Ufalme wa Mungu, hata kwenye ile sala ile Baba yetu ulio mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Tukaona ufalme unatajwa sana. Wakati mwingine hatuelewi ipasavyo. Tukaamua tujifunza na kukumbushana, au tunaelewa kwa kiasi, tukatamani kuelewa zaidi. Kwa hiyo tukaanza kujifunza kuhusu ufalme wa Mungu. Tukajua kuna aina mbili za ufalme. Kama unakumbuka, tulisema kuna ufalme wa nuru na ufalme wa giza. Ufalme huu wa giza ulikuja baada ya Adam na Eva kuharibu pale bustani ya Eden. Ufalme wa nuru kuondoka, ukaja ufalme wa giza. Kwa kile kipindi chote paka Isaya akatabiri, kukifuatilia historia paka miaka 4000 ikapita. Paka Yesu anakuja. Na Yesu wakati anakuja alikuja kurejesha huu ufalme ulioharibiwa. Kwa nini ufalme wa Mungu ukaletwa duniani? Mungu akaamua kuleta huu ufalme ambao anamkabidhi sasa Adam na Eva. Kama unakumbuka pale kwenye Mwanzo anasema hivi, akamuumba mtu kwa mfano wake, wakatawale samaki na nini na vitu vyote. Ndiye ilikuwa kusudi la kwanza. Waitunze ile bustani, watunze mazingira, tutawale. Ile kusudi la kwanza kuletwa mwanadamu. Sasa huu ufalme wa nuru, tukasema hivi, kwa tafsiri nyingine ufalme huu wa nuru au nuru ni nini, au ufalme wa nuru ni nini? Tukagundua ni maarifa. Kwa hiyo tunaweza kusema ufalme wa maarifa. Mungu wetu ni wa maarifa. Tukagundua ufalme wa giza ni ujinga. Na tukagundua kwamba shetani ili akutawale, ili amtawale muamini, ili amtawale mtu yeyote aliyomwamini Kristo, hata yule ambaye hajamwamini Kristo na yule ambaye anapinga uungu wa Ukristo, yule mtu anatawaliwa kutokana na ujinga wake. Ujinga nilisema sio tusi. Ujinga ni kutokujua jambo fulani. Ujinga ni kukuwa na giza kwenye eneo fulani. Kwa hiyo ufalme huu wa giza ni ufalme wa ujinga. Kwa hiyo shetani anatumia ujinga wetu kututawala sisi wanadamu. Kwa hiyo ukijiona adui ameingia, au ukiona unaonewa na adui na umeokoka, ujue hivi, adui anakuonea kwa sababu ya kukosa kwako maarifa. Ndio maana katika Hosea 4:6 inasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Si kwa kukosa maombi, si kwa kukosa ibada, si kwa kukosa chakula, si kwa kukosa hela, ni kwa sababu ya kukosa nini? Maarifa. Ndio tunaangamia pale tu. Maisha yetu wakati mwingine, ugumu wa maisha na mambo yetu magumu na kutokujua umuhimu wa ibada ni kwa sababu ya kutokujua. Mtu yeyote ambaye amejua, na unakumbuka kabisa kwenye semina kuna mnenaji mmoja akasema, sisi kuna vitu fulani hatupati kwa sababu hatumjui Mungu. Tuko sawa sawa, tukaenda mbali zaidi. Mnenaji mwingine siku ya Ijumaa kama sijasahau, akazungumza kuhusu imani. Kuna vitu hatuvipati au tunatoroka haraka ni kwa sababu ya kukosa imani. Mwamini yeyote ambaye amefahamu ufalme alionao, tukaenda atakaa vizuri sana kwa Yesu na kukuenjoy. Tukajua kwamba sisi ni raia wa ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Tukajua huu ufalme uko ufalme wa aina mbili. Kuna ufalme ule ambao usioonekana ambao Mungu wetu anakaa, na kuna ufalme huu ambao tunao hapa duniani. Kwa nini Mungu analeta duniani? Alituleta duniani kugawa koloni lingine la ufalme wake likee duniani kwa kusudi maalum. Tumsifu Mungu, tumwabudu Mungu, tumzalie matunda na kutunza na kutawala vitu vyote. Miti unayoona, magari, kitu chochote, vyote viko ndani ya utawala ya huyu mwana wa Mungu aliyemwamini Kristo. Tuko sawa sawa watu wa Mungu?
Kwa hiyo mwamini, ukielewa hilo itakusaidia. Huo ni utangulizi wa kipindi kilichopita. Kwa hiyo Mungu anatawala kama mfalme na mwenye enzi kuu juu ya vitu vyote katika ulimwengu wa kiroho na wa kimwili. Kwa hiyo Mungu anatawala katika falme zote mbili. Ule ufalme usioonekana ambao una nguvu sana, na ufalme huu unaonekana wa kimwili. Tuko sawa sawa? Baada ya kuumba dunia pamoja na mimea na wanyama wake wote, alimuumba mwanadamu ili atawale juu yake kwa mpango wake. Sisi ni watawala wa ulimwengu wa kidunia. Sisi ni watawala wa ulimwengu huu wa kidunia. Na ili utawale, si kila mtu anatawala. Tunatawala baada ya kumpokea Kristo, ndio tunasajiliwa katika ufalme huu. Na tulisema hivi, sisi ni raia, na kama raia, katika uraia wetu kuna utamaduni wa kuishi katika ufalme huu. Sisi kama raia wa ufalme wa Mungu, kama raia wa Tanzania, sisi hatuna ufalme. Katika nchi yetu hatuna ufalme. Ufalme huko Uingereza. Sasa napozungumza ufalme unaweza kuchanganyikiwa. Na ufalme huu unaozungumza, ufalme huu hauna demokrasia labda ya kuchaguliwa. Yaani kwamba baada ya miaka 5 unachaguliwa, baada ya miaka 10 unachaguliwa. Ufalme huu hauchaguliwi. Achana, rais wa Tanzania anachaguliwa na nchi zingine za Afrika. Uingereza mfalme hachaguliwi, isipokuwa anaenda kwenye ule mfumo wa kawaida tu kwa binadamu. Sasa mfalme anamzungumza hapa Mungu wetu hachaguliwi. Ninapozungumza mfalme nazungumza utawala. Kuna watu wanaanza wamekumbuka, ndio maana wametikia vizuri. Nazungumza utawala. Hauwezi kuwa mfalme bila kutawala. Kwa Mungu wetu anatawala mbinguni, kwa ile mbingu isiyoonekana, na kuna mbingu inayoonekana hapa duniani. Sasa ili uingie kwenye ufalme huu, lazima ujisajili kwa kumwamini Kristo. Tutaelewana kule mbele ya safari. Kwa hiyo Mungu ni mfalme wa ulimwengu wote, na sisi ni wawakilishi wake. Yaani sisi ni mabalozi. Tuko sawa sawa hapo? Ukimsikia balozi wa Kenya au balozi wetu yuko Uganda, balozi wetu yuko wapi, anawakilisha nchi yake. Unapofika kwenye ubalozi, wale waliofika kwenye ubalozi, jinsi ulivyokuwa unaishi kwenye nchi yako, kama unapenda mlenda kwenye nchi yako, ukifika kwenye ubalozi wa Kenya utaukuta mlenda kwenye ubalozi wako, kwa sababu unaishi kutokana na utamaduni wa nchi yako. Tuko sawa sawa? Sisi ni raia wa ufalme wa mbingu tulioko duniani. Yaani tuko mbingu duniani. Unasikiaga kuna kanisa moja inaitwa mbingu duniani. Sisi tuko mbinguni lakini tuko duniani. Ndio maana hata ile siku ya mwisho tunatolewa hapa duniani, na wale waliokufa watafufuliwa, tunaenda mbinguni. Kuna utawala mwingine tena, miaka mingine ya kuja kuishi hapa duniani. Tunarudishwa tena duniani. Wale ambao wanasoma Ufunuo na vitabu vingine watanikubaliana mimi hapa. Mungu ataturudisha tena duniani kutawala. Sio tunakubaliana hilo au unameleta fundisho geni? Asante, Mungu awabariki sana mnaosoma Biblia. Kwa hiyo Mungu ni mfalme na ulimwengu wote. Sisi ni wawakilishi wake kutawala katika ulimwengu huu wa kimwili. Dunia ndio eneo letu. Dunia ndio eneo letu la kujidai, tulioteuliwa, tulipopewa rasmi kuishi. Kwa hiyo wewe ulipopewa rasmi kuzaliwa hapa duniani, ulipokuja ni eneo lako la kujidai. Hayo mapepo, si mashetani, si manini unaonewa, ni kwa sababu ya ujinga. Ila mtu aliyotambua yeye ni raia wa wapi na raia anapaswa kuishije, utamaduni wetu unasemaje? Utamaduni wa Masai, labda niseme mfano rahisi. Utamaduni wa Masai ni kuvaa mashuka. Ni sawa jamani? Utamaduni wetu unasema hivyo. Na kula nyama, si ndio watu wa Mungu? Masai hawajui kulima, wengi wao. Wenyewe chakula kikubwa ni nyama. Kweli sio kweli? Yaani ukienda Masaini utaona nyama nyingi, utakula nyama sana kuliko kula si nini. Na ukija kwenye kabila zetu, unakuta makabila yetu. Ukienda kwa Wanyiramba wana utamaduni wao, Wanyatu wana utamaduni wao, Wachaga wana utamaduni wao, Wasukuma wana utamaduni wao, na kuna utamaduni wetu kama wa Tanzania, na kuna utamaduni wetu kama wa Afrika. Na sisi raia wa ufalme wa Mungu tuna utamaduni wetu.
kula yetu, kunywa yetu, vaa yetu, ongea yetu, tembea yetu. Tuko sawa sawa? Kupitia kutotii. Nimeacha kipengele. Mbingu ni eneo la dunia. Dunia ni eneo letu. Nilisema tulizaliwa kuitawala dunia. Tulizaliwa kutawala nini? Dunia. Hiyo ni haki yako. Sasa Adamu kule aliharibu, lakini Mungu ni mwema, shukuriwe Mungu. Akamleta Yesu Kristo kuturejeshea ule utawala wetu, ule ufalme wetu ulioondoka kutokana na dhambi zetu. Sawa watu wa Mungu, usichanganyikiwe. Si mbingu. Sisi utawala wetu ni dunia, si mbingu. Sisi hatutawali kule mbinguni. Mungu ametuleta hapa duniani, sisi tutawale hapa. Tuko sawa sawa hapo? Ndio maana shetani alipoleta fujo akapigwa chini, kwa sababu alitaka kuchukua ufalme ambao, utawala ambao sio wa kwake. Yeye alikuwa ni malaika, akataka kuchukua ufalme ambao sio wa kwake, akaletuletea usumbufu hapa duniani. Ndio maana mbingu ni makazi ya muda, kule kumbe ni makazi ya muda bwana. Lafahamu hilo tu kwa roho ya mwanadamu. Roho yako itakapoenda mbinguni ni makazi ya muda tu, itarejeshwa tena duniani. Si eneo letu la kudumu kule mbinguni. Kupitia kutotii kwa Adamu na Eva, waliacha kiti chao cha utawala wa dunia na kukikabidhi kwa shetani. Ni kweli walikabidhi kwa shetani, mbunifu na mshawishi wa anguko lao. Waliwashawishi wakala tunda, wakaharibu taratibu ile tunda lililozuiliwa na Mungu. Hili tukio lilianzisha ufalme bandia. Huu ni ufalme bandia kweli kweli, ambao Biblia inauita ufalme wa giza. Huu ufalme ni bandia. Ufalme wa giza ni bandia. Ndio maana mtu aliyopata mali kupitia ufalme wa giza, waka zinasambaratika vibaya sana na vinaisha katika maumivu makali sana. Ndio maana ufalme wa giza una mambo mengi sana ambayo ni ajabu ajabu. Mara mtu amekatwa kichwa, mara mtu amefukia si kitu gani, mara si kitu. Una mambo mengi ambayo ni ajabu ajabu. Huo ufalme wa giza. Katika Biblia neno giza hutumiwa kama ishara ya ujinga, nimeshawaambia. Huku neno nuru linawakilisha maarifa. Kwa hiyo ufalme wa nuru ni maarifa, ufalme wa giza ni ujinga. Usisahau hilo. Bwana tusaidie sana. Siku ya leo tunaenda kujifunza funguo 5 za ufalme wa Mungu. Baada ya kutoka kule kote kule, tunaenda kujifunza kwa dakika chache hizi. Nitatembea kwa haraka sana, kwa hiyo nisikilize kwa makini na kwa haraka ili tuenze kwenda vizuri. Mathayo 16 mstari wa 13 mpaka 19. Mathayo 16 mstari wa 13. Kuna habari nzuri sana hapa. Inasema hivi: basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simon Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wow. Wewe ndiye mfalme uliyekuja duniani kurejesha ufalme wa Mungu. Sikiliza ukiona kwamba jinsi ambavyo alimtambulisha na Yesu kwa nini alimwambia hivi. Sikiliza kwa mstari wa 17 anasema hivi: Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Kuna maana ya kumwambia hivi, wewe sio akili zako na sio macho yako na sio ufahamu wako leo kufunulia haya. Wewe umeenda ndani zaidi katika ufalme ule mwingine, umeona mambo haya. Ndio maana wengine walikuwa wanahangaika Yohana Mbatizaji, wengine Yeremia, wengine Elia. Hata leo kuna watu wanahangaika Yesu ni nani, si ndio? Ndio. Sasa huyu Petro, Simoni Petro, akaendelea mstari wa 18 anasema, nami nakwambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Petro alikuwa na matukio mengi, lakini Yesu alimpenda.
nami nakwambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Ndio kanisa hili ambalo tunalizungumza sasa, kanisa la Matendo ya Mitume, watu waliojazwa Roho Mtakatifu. Huyu Petro huyu alikuwepo. Akaendelea, nami nitakupa wewe funguo hapa, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Akaendelea hapo akawakataza msiwaambie mtu kwamba mimi ni Kristo, kwa sababu walipata shida. Kristo ni kwa tafsiri nyingine ni mfalme. Nani wameimba hapa, huduma group wamempamba vizuri sana. Uzaliwa kifalme utakuwa mabegani mwako. Anazungumza kwenye Isaya kule ambaye alitabiriwa miaka 4000 iliyopita. Sasa anazungumza Yesu alikuwa ni mfalme, sio wa dunia hii. Sasa wafalme, wewe urudishe kwenye historia. Baada ya anguko kidogo pale, tunaona kwamba Mungu alianza kumfundisha mwanadamu utawala wa kifalme na kuaje. Ndio maana unakuta akina mfalme Herode, akina mfalme mfalme Suleimani. Mungu alianza kuwafundisha taratibu kuhusu ufalme ambao waliupoteza kwa kimwili, ufalme unakuaje. Ndio maana nakwambia paka leo tuna ufalme. Uingereza kule kuna ufalme, na Warabuni kule wana mfalme, si na nani ufalme. Sasa ameenda Kristo anayezungumza, mfalme huyu aliyokuwa anazungumza, mfalme wa falme, Bwana wa mabwana. Mnakumbuka ile andiko linasema hivyo. Sasa mfalme huyu anazungumzwa hapa ndio Kristo mwenyewe ambaye ameshakuja. Sasa yaani Petro alishafunuliwa huyu ni mtu wa namna gani. Sawa watu wa Mungu, hakujua kwamba huyu ni Yesu tu mwana wa Yusufu aliyozaliwa Mariamu. Hakujua hilo. Yeye alishagundua huyu ni nani. Yeye kuangika na kina Elia, kuangika na kina nani, wanafunzi wengine walivyokuwa najibu kule. Wengine wanasema wewe ni Elia, wengine wanasema wewe ni Yeremia, wengine wanasema si wewe ni nani. Kila mtu alikuwa anaongea kwake. Kila mtu alikuwa anaongea kwake. Sasa Kristo wakati anakuja hapa alikuwa anamaanisha mfalme ameshakuja. Tuko sawa sawa watu wa Mungu. Sasa katika ufalme huu ambao nauzungumza hapa, ufalme huu wa Mungu, achana ufalme ule wa giza, nazungumza ufalme wa nuru. Katika ufalme huu wa nuru kuna funguo 5. Wale ambao walikuwa darasani tangu mwanzo wananielewa vizuri. Wewe ambao uko hapo, wewe sikiliza hapa utaelewa kwa kiasi chako. Funguo wa kwanza, mamlaka ya kufunga na kufungua. Ufunguo wa kwanza ambao ile 19, na ukisoma ule mstari mwingine, ukisoma 18, Mathayo 18:18 nasema hivi. Mathayo 18:18, Mathayo 18:18 nasema hivi, amini nawaambieni, yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayofungua duniani yatakuwa yamefunguliwa wapi? Mbinguni. Hii ni funguo ya kwanza kwa mwana wa Mungu au raia wa ufalme wa Mungu ambaye amepewa, ambaye anayo. Kama ukujua basi jua kuanzia leo umepewa ufunguo wa kufunga na kufanyaje? Na kufungua, kuhalalisha au kukataza. Umepewa mamlaka hiyo ya kuhalalisha jambo na kufanyaje? Kukataza jambo. Ukiwa kama mtawala, tuseme wewe ni mfalme mdogo ambao uko chini ya mfalme mkuu. Tuko sawa sawa watu wa Mungu? Umeanza kunielewa hapo? Wewe ni mfalme mdogo uliye chini ya mfalme, kwa sababu kama umeambiwa katawale, huwezi kutawala kama si mfalme, kama si kiongozi. Tumetawala kwa sababu kumbuka alisema akamuumba mtu. Kumbuka mtu sio jinsia. Ile ni katika uumbaji wa kiroho. Baadaye akasogea akasema mwanamume na mwanamke. Mtu ni roho. Sawa jamani? Hiyo roho sasa ikaletwa katika mwili, ikapewa mwili wa mwanamke, ikapewa mwili wa mwanaume. Wanawake mnakumbuka? Asante. Sasa mwanadamu huyu mtu ambaye yuko duniani, ambaye mwanamke na mwanaume, sisi mbele za Mungu tunaonekana katika sura kiroho katika hali moja. Sawa jamani? Lakini katika ulimwengu hapa duniani
ndio tumepewa majukumu tofauti tofauti. Mwanamke anafanya hivi, si mwanaume, achana na hiyo. Lakini tunazungumzia ile kusudi la kwanza. Sasa funguo wa kwanza ambao nayo katika ufalme wa Mungu ambao unao ni kufunga na kufungua, si kwa matakwa yetu bali kwa mapenzi ya Mungu. Usije kufunga kitu chochote bila hii. Sawa jamani? Usitumie matakwa yako kufanya vitu vyako. Tumia neno la Mungu kufunga na kufungua. Kwa mfano, hujapendezwa na mambo ya ushoga, haujapendezwa na mambo ya ulevi, haujapendezwa na mambo fulani ya mambo ya usherati na mambo machafu ya dunia hii. Una mamlaka ya kufunga. Una mamlaka ya kukataza kiroho kabisa, ukalimaliza ile jambo. Huku utafurukuta. Ndio maana hivi tuje tukaombe, tutazungumza hicho kipengele baadaye. Kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo tuna kesi nyingi. Sisi vita vyetu si vya damu na nyama. Kweli sio kweli? Vita vyetu vingi, vita vyetu vyote ambavyo tunapambana navyo vya kimwili ni vya kawaida. Vita vyetu vikishazuka vikubwa, malizana katika ulimwengu ule mwingine, katika ile mbingu mwingine. Kwa sababu sisi tuna kibali pande zote. Huu ulimwengu unaonekana na ule usioonekana. Unaweza kazama kwenda kuongea na mzee wako wa siku, mwambie baba, ninahitaji jambo 1 2 3 4 unisaidie. Kwa nini tunaomba? Kwa sababu Biblia inasema hivi, hata kabla mjaomba najua mnayoita. Kwa nini Mungu anataka tuombe? Kwa sababu Mungu alipotupa hapa duniani tujitawale au tutawale, kuna mambo hawezi kutuingilia mpaka tumuombe aingilie. Mzee Lisanda ananielewa vizuri sana. Kuna mtu hajanielewa. Mfano, ngoja nitoe mfano rahisi. Wewe ni mzazi, umezaa mtoto wako, anafika umri wa kuoa au kuolewa, anatoka nyumbani kwako, anaenda kuanzisha maisha yake bila kukuomba jambo fulani. Unautawala kwenda nyumbani kwake kienyeji, kuingia chumbani kwako kufanya unavyotaka kama mtoto wako. Wazazi mnafanya hivyo, na ukijaribu unaweza kufurumushwa. Pamoja wewe ni nani? Ni mzazi. Huwezi kuingia kwenye chumba cha mtoto wako pamoja wewe ni baba, wewe ni mama. Kweli sio kweli? Unaweza kaingia kwenye kitanda cha mtoto wako unalala na mke wake na mume wake ukalala. Haiweze? Ndio maana kuna kabila fulani, mama mkwe na mkwe, achana ya sasa hivi, anajificha kwenye kona ya mlango, alafu anapiga sayu na nani? Na mkwe. Hawaonani. Lakini mtoto, mama mzima anamwogopa kijana wa miaka 20, mama wa miaka 60 anamwogopa mkwe. Kwa nini? Ameshagawa majukumu, ameshamwachia, ameshaanzisha utawala mwingine ambao amempa kibali na amembariki. Sasa Mungu alipotupa hii dunia, ametupa tutawale, tuna haki zetu. Ndio maana nakwambia hivi, sio haki yako kulala njaa. Unanielewa? Tunalala njaa kwa sababu ya kutokujua kwetu, kwa sababu ya ujinga wetu. Mnanikubali au mnikubali? Unakufa njaa si kwa sababu kosa la Mungu, ni wewe hujajua haki zako. Na tulisema hivi, kama mnakumbuka, katiba yetu na mwongozo wetu wa ufalme na kuishi ni nini? Neno la Mungu, Biblia. Haki zako na mambo yako hapa ndani. Hakuna kitabu bora duniani kama Biblia. Sema uisome tu. Ndio maana ukitaka kujua hii ni jambo bora, kama hauna usingizi, shika Biblia, utapata usingizi haraka sana na miayo mingi sana. Kama una matatizo ya kulala usiku, una matatizo si nini, msongo wa mawazo na nini, unashindwa kulala, shika Biblia, utalala mapema sana. Kwa wale watu ambao hawajavuka kwenye eneo hilo, lakini waliovuka wanaelewa wanachokizungumza. Kwa Biblia unahitaji kumwomba Mungu akusaidie, Roho Mtakatifu akusaidie uisome, na Roho Mtakatifu akufundishe namna ya kile ambacho kinazungumzwa. Sasa umenielewa sasa? Kwa nini nakwambia kwamba Mungu hawezi kutuingilia ovyo ovyo? Anataka tumuombe kwa sababu alishatukabidhi utawala wa hapa duniani. Sisi tuishi, tumwakilishe. Tukimhitaji anatutaka tumuombe. Japo ana mamlaka ya kutenda hata kabla hatujamuomba. Si tuko sawa sawa? Ni eneo lake, lakini ni eneo ambalo ametupa tulimiliki. Ndio maana hakurizika akamleta tena Kristo. Aje afanyaje? Aje atawale. Mungu wangu, muda wenyewe ndio huu hapo, mtanishika mashati leo. 2.
Maarifa ya kweli ya neno la Mungu. Ufunguo wa pili. Maarifa ya kweli ya neno la Mungu. Luka 11 mstari wa 52. Huu mstari muhimu sana kusoma. Luka 11:52. 11:52. Inasema hivi: ole wenu enyi wanasheria, kwa kuwa mmeuondoa ufunguo wa maarifa. Naweza tukaishia hapa. Mmeuondoa ufunguo wa maarifa. Hakuna kitu kibaya mtu kukunyang'anya kwenye maisha yako kama maarifa. Hakuna kitu kibaya kumnyima mtoto wako kama kumnyima shule. Mnanisikia wazazi? Hakuna kitu kibaya kama kanisa lisipowapa mafundisho. Ndio maana tunakazana, tunaambia jamani, mje muwahi, tunajitaji kufunzwa kwanza, kwa sababu tusipopata mafundisho ni hatari kubwa sana kanisa kutokuwa na mafundisho. Ndio maana tunakazana, tunaweka bidii kuwafundisha na kuweka neno la Mungu mioyoni mwenu. Msisahau na watoto wetu, tunawaambia mleteni watoto kanisani. Usimwache mtoto nyumbani akawa anaangalia mabakuli na masahani na kuangalia katuni. Mlete kanisani afundishwe. Umeelewa mstari wa 11 Luka 52 pale? Maarifa, umenyang'anya ufunguo. Ufunguo wa pili ni maarifa. Na maarifa anayezungumza hapa ni maarifa ya neno la Mungu. Tuko sawa sawa watu wa Mungu? Maarifa ya neno la Mungu. Ukinyang'anywa maarifa ya neno la Mungu utaokoka, lakini utakuwa unaona Ukristo ni mzigo mzito sana. Utakuwa na maisha ya wokovu ni mzigo mzito sana. Wakati wengine tulifundishwa, wakati wengine wanaona kutenda dhambi ni vigumu kutokutenda dhambi, sisi tunawashangaa. Wakati wenyewe wanatushangaa na sisi tunawashangaa. Inawezekana kukaa na mume mmoja, inawezekana kukaa na mke mmoja, na sisi tunawashangaa. Inawezekanaje kuoa wanawake 5 wa 6? Unaishi nao vipi? Yaani unakuaje kufanya hivyo? Tunawashangaa. Inawezekanaje kuishi bila kunywa pombe? Na sisi tunawashangaa. Kwa nini unakunywa pombe? Inawezekanaje kutokuvuta madawa kulevya na mambo mengine? Na sisi tunawashangaa. Kwa nini wanatumia madawa kulevya? Unaona mambo yalivyo ajabu. Sasa ufunguo mojawapo katika ufalme wa Mungu ambao raia ambao ni wewe muamini unapaswa kuwa nao ni maarifa. Na maarifa nazungumza neno la Mungu. Lazima ujae neno. Neno lako ni taa ya miguu yangu, ni kiongozi wangu, ni njia yangu. Ninapotembea napaswa kutembea nikiongozwa na neno. Nimelijaza neno la Mungu moyoni mwangu nisije nikakutenda dhambi. Hawezi kushinda dhambi hivi bila kujaa neno. Na Roho Mtakatifu ndio neno mwenyewe. Wewe unapaswa kujaa maarifa. Yaani ule ujinga ambao uko, ndugu zangu, lazima ukatae. Usiishi Ukristo. Wakati mwingine tunafikiri tunaishi maisha ya Kikristo, kumbe tunaishi maisha ya dini. Na wewe unachokizungumza. Wakati mwingine tunafikiri tunaishi maisha ya Kikristo, kumbe tunaishi maisha ya kidini. Narudia tena. Yamkini unafikiri unaendelea katika Ukristo, kumbe unaendelea katika maisha ya utamaduni wako wa kabila lako. Si maisha ya Kikristo. Unapaswa kurudi katika uraia wako, ujue neno la Mungu linazungumza nini kuhusu maisha yako. Na mojawapo ni kujaa maarifa. Tafuta maarifa sana. Kesha usiku na mchana kuhangaika kutafuta maarifa. Ikiwezekana jaza chumba chako vitabu unasoma. Unaamka mapema kabla hujaingia kazini, kula peji kadhaa, kwa sababu ni maarifa. Katika ufunguo mojawapo wa maisha yako ni maarifa. Tafuta maarifa sana. Hilo ni ufunguo wa pili. Ni muhimu sana kuukumbuka, kwa sababu utajua haki zako na namna ya kuzipata. Unajua namna ya kuenenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu katika maarifa. 3, funguo wa 3. Kumbuka tunajifunza funguo 5 za ufalme wa Mungu. Ufunguo wa 3, toba ya kweli. Mathayo 4:17. Mathayo 4:17. Mathayo 4:17. Mathayo 4:17. Inasema, tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni anajizungumzia yeye. Anazungumza pale, anakumbuka ufalme wa Mungu umekaribia. Anazungumza ile siku ya kwenda kuwarejeshea ufalme wenu pale msalabani inarejea, inakuja. Tubuni. Mojawapo ya funguo muhimu ni toba ya kweli, kwa sababu inafungua mlango wa neema.
ukiwa ndani ya ufalme huu kama raia wa ufalme wa Mungu, lazima uwe mtu wa toba, uwe mtu wa kutubu. Ukiona umekosea taratibu za ufalme wa Mungu, umeenda nje na uraia wa ufalme wa Mungu. Kama raia tumejifunza sana uraia kule nyuma, mnakumbuka. Sasa tuwezi kurudia, muda wetu hautoshi jamani. Sasa unarudi, najaribu kurudi kule ili angalau kukusaidia ili uelewe raia wetu kama ulivyopata passport. Yani kama passport yako inakutambulisha wewe ni Mtanzania, na mbinguni tuna passport yetu ambayo tuliliamini jina la Yesu, tayari tumesajiliwa katika ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Sasa kama mwana wa ufalme wa Mungu, funguo mojawapo wa kufungua neema ya Mungu, ya kufungua kibali kwa Mungu, wa kuleta tena ile hali njema ya kimungu ambayo uliipoteza, ni toba. Tena toba ya kweli, sio toba ile ya kusema basi tu kwa sababu nafuata taratibu za dini. Hapana, ile toba ya kweli kama raia wa ufalme wa Mungu. Tuko sawa sawa watu wa Mungu? Ukikosa toba unafunga mlango. Ile Luka 13 ule mstari wa 3. Luka 13 mstari wa 3 inasema hivi, nawaambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Nawaambia sivyo, lakini msipotubu, msipoomba toba, wote mtaangamia. Uko ndani ya Kristo, uko ndani ya ufalme wa Mungu, lakini kuna kitu hakiko sawa na hautaki kufanya toba, ujue utaangamia. Ili uwe salama, ili upate neema ya Mungu, upate ile neema ya Kristo ambayo tuliipata bure kabisa pale msalabani, unapaswa kuwa mtu wa toba. Tuko sawa sawa watu wa Mungu? 4, funguo wa 4, imani sahihi. Imani ninayozungumza hapa inatokana na neno la Mungu. Ile Rumi 10:17. Imani huja kwa Kristo. Imani ninayozungumza hapa, lazima uwe na imani sahihi. Kuna imani nyingi sana hapa. Tunaweza kuwa wapendwa wengi hapa, kila mtu ana imani ambayo na mtazamo wake. Imani inaleta mtazamo tofauti, inaleta mtazamo mbaya, inaleta mtazamo mzuri. Imani, unaamini nini kuhusu Kristo? Imani sahihi. Hebu tufungulie Mathayo 9:22, nasemaje na 29. Imani sahihi juu ya Mungu. Yesu akageuka akamwona, akamwambia, jipe moyo mkuu, binti yangu, imani yako imefanyaje? Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Imani yako imekuponya. Sio kuja kwako kumekuponya, sio umri wako umekuponya, sio kulia kwako kumekuponya. Imani yako imefanyaje? Imekuponya. Ile 29 nasema hivi, ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadri ya imani yenu mpate. Kwa kadri ya imani yenu mfanyaje? Mpokee, mpate. Imani ni muhimu sana, ni ufunguo muhimu kama raia wa ufalme wa Mungu kuwa nayo. Tuko sawa sawa watu wa Mungu? Imani, lazima muombe Mungu imani iongezeka. Unaweza kusema mimi na imani. Ukitaka kujua imani yako inahitaji kuongezeka, pale unapokutana na changamoto ngumu, unaanza kumkataa Yesu. Unasema kama kanisa lenyewe ndio hili, kama ndio wokovu wenyewe ndio huu, basi mimi narudi kwa maisha yangu ya zamani. Imani yako ni ndogo. Imani yako haijakaa vizuri. Imani yako yamkini ipo, lakini sio imani katika Kristo. Sio imani iliyotokana na neno la Mungu. Imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Si ndio watu wa Mungu? Imani huja kwa kusikia neno la nini? La Kristo. Uwe na uhakika pia mambo ambayo sio ya Kristo pia waga yanakuja pia. Tuko sawa sawa watu wa Mungu? Na kuna mambo mengine ambayo yanatujaza imani ambayo sio ya kimungu. Hiyo ni ufunguo muhimu sana. Kuwa na imani katika ufalme huu, uwe na imani sahihi. Watu waliojaa imani yao hawezi kutereka na jambo lote. Mtu mwenye imani hawezi kusumbuka. Kwa nini mvua ijaje mpaka sasa hivi? Ni kweli sio kweli? Huwezi kukumbuka. Wewe ni raia wa ufalme wa Mungu, kumbuka ile na kukumbusha, usisahau. Wewe ni raia, umepewa kumiliki. Kama baba yako ana kila kitu, anasema ombeni lolote nami nitawapa. Ombeni lolote. Hakuna jambo lolote lisilowezekana kwa. Na kwambia hivi, hata hali ulionayo sasa, imani yako ikiongezeka unavuka. Nakwambia maisha yako yakikua ya ndani, unaanza kusogea hatua moja au nyingine. Tulipata ushuhuda mmoja hapa nyinyi ambao mlikuwa kwenye maombi. Mtu mmoja akashuhudia akasema katika maombi akasema, akaomba na razi kabisa, sitamtaja, mliokuwa kwenye maombi mtamfahamu. Na usianze kufuatilia alikuwa nani.
Akasema jamani, samahani, niombe radhi kama nani, tangu tumeanza maombi miaka imepita huko, sijawahi kufunga siku 40, ila mwaka huu mpaka sasa nimefunga. Maana anamaliza siku 40. Na kweli kuna watu tangu wazaliwe waingie katika maisha ya wokovu hawana matatizo yoyote, hajawahi kutenga hata muda kufunga hata siku 20. Hamna. Anafukia tu. Sasa uone madhara yake katika ule ufunguo wa 5 wa mwisho. Nasema hivi, maombi ya dhati, ufunguo wa 5. Maombi ya dhati. Marko 9:29. Marko 9:29 inasema hivi, akawaambia 29 Marko inasema hivi, akawaambia namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote isipokuwa kwa kufanyaje? Narudia. Akawaambia, huyu ni Yesu, namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote, kwa makelele yoyote, kwa vilio vyovyote, kwa kujipiga, kwa kujichanja chanja, kwa kupiga kelele, kwa kupangilia mambo wewe kwa hela nyingi, kwa vitu vingi. Haitoki kwa jambo lolote mpaka kufanyaje? Isipokuwa kwa kuomba. Na ile nyingine nasema hivi, mambo mengine hayawezekani mpaka kufanyaje? Mpaka kwa kufunga. Kufanyaje? Kwa kuomba. Hayawezekani. Utapiga na nini? Kuna vitu lazima wache chakula. Lazima watu waache chakula, waombe kwa ajili yako ndio mambo yatoke. Nazungumza, kuna vitu vya kiroho haviwezi kutoka mpaka uingie kwenye magoti ya kufunga na kuomba. Kuna tabia, kuna watu tabia zimeshinda, yuko ndani ya Kristo lakini ni anatenda dhambi zile za siri, uzinzi, kuangalia picha za ngono, kufanya nini. Yaani kuna dhambi imemkamata. Kuna mtu analewa kimya kimya, hamjawahi kujua. Kuna mtu anavuta bangi kimya kimya, hamjawahi kujua. Kuna dhambi ya siri imemkaba ndani yake. Kuna mtu ana mke 3 kwa siri. Kuna mtu ana mume 4 kwa siri. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna vitu vinamtesa. Sasa akijaribu kutoka binafsi anashindwa. Yaani binafsi anajaribu na kweli unamhurumia. Kuna watu hawapendi. Mimi nimewahi kuona mtu mmoja analia, anasema, jamani, hii tabia kuvuta sigara siipendi. Jamani nisaidieni, natamani kutoka. Anaweza kukusaidia ni Yesu peke yake. Sasa kuna mambo hayatoki. Hebu leta Yakobo 4:2. Leta haraka hiyo. Kama ni mvivu wa kuomba, kuna vitu hutakao vipate. Leta hiyo. Mwatamani wala hamna kitu. Kila mtu anatamani kuwa na nyumba nzuri, anatamani kuwa na huduma nzuri, anatamani kuimba na uimbaji mzuri, anatamani kuwa na gari nzuri, anatamani kuwa na maisha mazuri. Mwatamani wala hamna kitu. Mwaua. Kuna watu wanaua ili wapate uongozi, wanaua ili wakae kwenye nafasi fulani, wanaua ili wafanye nini. Hampati. Mwaua na kuona wivu. Kuna watu wanaonea watu wivu. Umeolewa unaonewa wivu, umeoa unaonewa wivu, umejenga unaonewa wivu, nini. Pamoja na wivu wako hupati. Wala hamwezi kupata. Sio mimi, usije kusema Samson nao unatuambiaga. Hapana, wala hamwezi kupata. Mwafanya vita. Kuna watu wanafanya vita ili wakupige chini, wachukue nafasi yako ya meneja, wachukue nafasi yako sio kurugenzi, wachukue si nini. Mwafanya vita na kupigana, wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Kuna mtu unapambana naye ofisini pale, hutakaa upate paka uombe. Umenielewa sama Madevi? Umeshanielewa? Ndio nakwambia jambo dogo. Kuna vitu huwezi kupata. Sikilizani wa Kristo, mkielewa namna hii, tukisema maombi mtu wote mtakimbia, kwa sababu unajua kwa akili zangu utafanya fitina zote. Mtu yoyote aliyokaa vizuri na mbingu huwezi kumpindua. Narudia, sijafanya bahati mbaya. Narudia tena. Mtu yeyote aliyokaa na mbingu vizuri, aliyokaa mbingu, ana mahusiano yake na baba yake na mfalme wake, na yeye ni mtawala, ana mtawala mkuu, ana mahusiano naye vizuri. Fanya fitina zote, majungu yote, fanya kila kitu, lakini hutapata. Si maneno yangu. Mwatamani wala hamna kitu.
Mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata. Mwafanya vita kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Unapigana juu ya nini? Unapigana juu ya ndoa yako, unapigana juu ya masomo yako, unapigana juu ya biashara yako. Hautapata kwa akili zako za darasani. Unahitaji kuomba. Unahitaji kuzama. Wewe usihangaike na mtu anapambana na wewe juu. Waingia magotini, omba toba, mwambie Mungu nirehemu, nisaidie. Na kuja mbele zako, kuna kesi iko hapa, nazulumiwa haki yangu. Na mimi ni mtoto wako, ni raia wa ufalme wa mbinguni. Niliwatolea mfano hapa siku moja, naomba nitoe ushuhuda huu kabisa. Sifundishi kitu ambacho sijakiapply. Siku moja wakati kwenye maombi haya niliwashuhudia kidogo. Nikaja, kuna hali nyinyi mnajua sasa kuna msimu wa mafua. Si mnaona Kuna msimu wa mafua, mnauona, si ndio? Mwezi wa kwanza watu wanafika. Ni kweli mafua yanakuja, hata mimi mwenyewe naumwa mafua. Lakini awamu hii nikapata ufunuo. Nikamwambia Mungu, mimi nimefundisha somo la raia wa ufalme wako. Na mimi ni raia, nina haki ya kuwa na afya njema. Nasikia chafi zinakuja kwanza cha. Nikasema yenyewe haya. Na najua mafua yanavyouma magoti, miguu na nini. Nitaacha kufunga kwa sababu na kama nitafunga nitakuwa niko hoi sana. Na napaswa kuomba. Nikamwambia Mungu, ni kimya hiyo ilikuwa ni ya kwangu hiyo. Nikapiga siku ya kwanza cha kumwambia Mungu, sitaki mafua wala kikohozi wala ugonjwa wa aina yoyote. Paka namaliza maombi haya, na nikimaliza maombi nitaomba tena, Mungu sitaki mambo yasiyokuwa na maana kwenye mwili wangu. Kwani lazima kuumwa? Nikamaliza siku ya kwanza, nikasikia chafu nyingine inakuja. Nikamwambia Mungu, tulishakubaliana sitaki mafua. 1 2 3 ikaondoka. Nikasema si nimevuka. Ghafla nikiwa tumemaliza maombi saa 12 hapa, tumekunywa uji vizuri, nikaenda kukaa, kuna kitu nilikuwa nasoma kwenye simu. Nasoma, nikaanza kuona giza kwenye macho yangu. Nikasema si mwanga mkali au ni kitu gani? Nikaona giza. Nikaona kama issue serious. Nikaacha simu. Ghafla kichwa nikasikia kinaumia hapa. Nafahamu watu wanaumwa vichwa, mnafahamu kinaumia hapa hivi. Nikajikaza, nikaenda nyumbani vizuri. Nikashindwa, uvumilivu kanishinda. Nikamwambia Mavisha, kichwa kinauma vibaya sana. Mbona kichwa kinauma? Kinauma kwa sababu nikijaribu kufanya kitu kinashindikana. Kijibu shindikana. Akaniambia sasa si unywe Panado. Nikamwambia sinywi Panado. Kwa sababu yeye hakujua, na sikumwambia. Hakujua mimi nimefanya nini na Mungu muda fulani. Kweli bwana, kichwa kinauma. Nikamwambia sasa sinywi dawa. Akarudia mara ya pili, nikamwambia sinywi dawa. Naomba tuombe. Pale tukomekaa. Tukaomba Mungu. Nikamwambia Mungu, niponye kichwa changu. Mimi sijui yeye aliomba nini, lakini mimi nijiombea mwenyewe. Nikaenda kulala. Kushtuka usiku, kujicheki niko fresh. Nasema Mungu, nimeshinda. Kichwa hakiumi na niko fresh. Sumu. Nataka kufundisha nini? Kuna vitu katika ufalme wa Mungu ukivielewa, ukamwomba Mungu, lazima upokee. Nimekunjisha kwa ushuhuda tu kwenye maombi ya siku 40 haya tu. Sasa usije ukasema mbona niliumwa mafua bwana sikuomba. Hiyo sasa wewe, mimi nilipata tu kawaida. Sasa miaka yote waka napigwa tu, lakini awamu hii nikasema sitaki. Na sikia kutokea. Kwa nini nakusema kwamba hivi? Una haki zako kama raia wa ufalme wa Mungu. Tunapoenda kuomba sasa hivi, ukaombe. Na kesho saa 10 kamili, hata kama kizidi sana, njoo kanisani, jifunze uombe. Naomba tuwaambie kweli. Hebu niambie familia yako iliyotoka, familia inayoamini mizimu, familia ambayo wao wanajua kabisa vita vyetu wakati mwingine vinapigana katika fikra zetu. Shetani anakupandia vitu kwenye fikra zako, hausogei. Ndio maana Biblia inasema hivi, ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo. Hawezi kuwa tofauti kama vile ambavyo unajiona. Sasa unataka kutoka kwenye ile ganda, utoke uwe fresh, uanze kujiona tofauti. Uanze kuona matunda ya kuokoka kwako, matunda ya kufanya kazi. Kuna mtu anafanya kazi miaka na miaka, hasogeaki. Yeye kazi yake kulipa madeni na kulipa magonjwa basi. Hapana, una haki ya kusogea nje na hapo. Unapaswa kwenda viwango vingine. Kuna mtu mpaka hata kumiliki kitu cha maana hakuna. Nini? Ana vita ambayo hawezi kuishinda paka aombe.
Tena sio kuomba tu, afunge na kuomba. Niliwatolea mfano kwenye semina kule nyuma, nakumbuka. Niambia hivi, sawa sawa na kuku aliyofungwa miguu yake muda mrefu, akija kufunguliwa miguu yake, watu wakimkimbiza hakimbii, anahisi bado amefanyaje? Amefungwa. Wale wanaofuga kuku mnaelewa. Usije kumfunga wa kisasa ndio hata kimbia kabisa. Lakini wa kienyeji ukimfunga atakaa muda fulani. Wakati mwingine tumeokoka, kuna watu wameokoka bado fikra zao zinawatuma kwamba wanalaana. Hicho ni kifungo. Shetani anatumia hicho kifungo, anatumia ujinga wako kukuonea. Hebu fikiria, kama umeokoka alafu bado unafikiri unalaana, je, unaweza kufanikiwa? Kuna watu wameokoka leo, wamesema kwetu waga tunaumwa ugonjwa wa matumbo, na yuko raia ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Na kweli familia nzima nauma matumbo kwa sababu wanasema ugonjwa wa kurithi. Sisi tumeurithi ufalme wa Mungu. Kwa nini tunafuatiwa na magonjwa ya ukoo? Ni kwa sababu ya kutokujua. Unaweza kujitoa kwenye cheni ya kuumwa magonjwa ya kurithi. Amini usiamini, inawezekana. Tusimame.